Habari yako mtazamaji wa TV Tumaini. Karibu sana katika kipindi cha Hali Halisi. Jina langu naitwa Jumanne Shaban Juma. Na leo tumebarikiwa kuwa na Ramadhani Omar. Yeye ni mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa TMA nchini Tanzania. Tumekuja tunazungumza mengi sana siku ya leo kuhusiana na hali ya hewa na hali ya hewa inavyokwenda hapa nchini Tanzania. Wiki hii wametoa angalizo la hali ya hewa au utabiri wa hali ya hewa kufuatia mabadiliko ya tabia nchi na hali ambavyo itavyokuwa. Karibu sana Ramadhani Omar katika kipindi chetu cha Hali Halisi siku ya leo. Asante sana. Kwa ujumla wiki hii mmetoa utabiri wa hali ya hewa. Mmekuwa mkitoa utabiri wa hali ya hewa wa wiki, mwezi, pamoja sijajua kama mwaka huwa mnatoa. Hapana, kwa utabiri wa msimu. Yes. Hebu tuambie utabiri wa hali ya hewa kwa kipindi hiki mwaka huu 2026 ikoje? Okay. Hali ya hewa kwa nchi yetu kwa kipindi hiki, hususan katika maeneo ya kati mwa nchi yetu, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kuelekea kusini mwa nchi, pamoja na mikoa ambayo iko kwenye pwani yetu ya kusini, kwa sasa wao wanaendelea na mvua ambazo tunasema ni mvua za msimu. Na mvua hizi huwa zinaanza mwezi Novemba na kuisha mwezi Aprili ya mwaka unaofuata. Kwa hiyo kwa sasa wako kwenye nusu ya pili ya msimu ambao unaendelea. Kwa maana mpaka mwezi Aprili mwishoni tunatarajia kwamba mvua zinaweza zikawa zinaelekea ukingoni. Na maeneo haya tulitarajia kwamba mvua zingekuwa ni za wastani hadi chini ya wastani, hususan katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kuelekea maeneo ya pwani yetu ya kusini. Lakini katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu kuelekea kati mwa nchi yetu tunatarajia kwamba mvua hizi zingekuwa ni za chini ya wastani hadi wastani. Lakini licha ya kwamba mvua zinaweza zikawa ni chini ya wastani, kuna kuwaga na matukio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa. Mvua vinajitokeza. Okay. Na tulitarajia kwamba hii nusu ya pili ya msimu, kwa maana kipindi cha Februari mpaka Aprili, maeneo hayo kwamba yangekuwa na ongezeko kidogo la mvua ukilinganisha na ile nusu ya kwanza, kwa maana kipindi cha Novemba hadi Januari. Lakini kwa maeneo ya kaskazini mwa nchi yetu, kwa maana mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, na hapo tunazungumzia mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara, lakini pia kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Maeneo hayo pia kwa sasa tunatarajia kwamba mvua za masika zinakaribia kuanza. Na tulitarajia kwamba mvua hizo zitaanza wiki ya 4 ya mwezi Februari na wiki ya kwanza ya mwezi Machi 2026. Na matarajio ni kwamba mvua tunatarajia ziwe za wastani hadi juu ya wastani, hususan katika maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Geita na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Lakini kwa maeneo ya Mara, Simiyu, Shinyanga, Mwanza tunatarajia kwamba mvua zitakuwa ni za wastani hadi chini ya wastani. Na maeneo mengine ya kaskazini tunazungumzia mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro. Pia tunatarajia kwamba mvua za masika zitakuwa ni za wastani hadi chini ya wastani. Na mvua hizo zinatarajiwa kuanza mwezi wa 3 kwa maana wiki ya pili. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini kwa maana mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, lakini pia visiwa vya Unguja na Pemba. Mvua katika maeneo haya tunatarajia kwamba zitakuwa ni za wastani hadi juu ya wastani. Na tunatarajia kwamba msimu wa mvua hizi za masika kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi 2026. Ramadhani Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa TMA. Utabiri mara nyingine unaweza kuwa ni probability, kwa sababu wakati mwingine mnazungumzia kwamba utakuwa mvua ya wastani, nyingine itakuwa kipindi kirefu cha mvua, lakini umesema kuna vipindi virefu ambavyo vinatokea katikati ya msimu. Na watu wa Tanzania mara nyingine au wateja ambao mnatuhudumia ambaye ni sisi, pale alisema kutakuwa na vipindi virefu vya mvua, kutakuwa na mvua nyingi, lakini mwisho wa siku haikunyesha mvua. Tunazungumzia mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa. Kuna watu wengine wanaweza wakaamini mamlaka ya hali ya hewa inachokisema, lakini mwingine anaona mbona haijanyesha. Je, kuna probability katika utabiri wa hali ya hewa? Ni kweli tunapozungumzia utabiri wa hali ya hewa, muda mwingine huwa tunazungumzia uwezekano wa kutokea hali fulani ya hali ya hewa. Lakini tunapozungumzia uwezekano wa kutokea hiyo hali ya hewa, tunakuwa kwamba na uhakika zaidi wa kutokea hiyo hali kuliko kutokuwa na uhakika. Sasa na kingine ambacho wananchi huwa au watumiaji wa hizi taarifa wanapata tabu ni kwamba tunapotoa huu utabiri, yawezekana tukasema kwamba mvua zinatarajiwa kunyesha katika maeneo machache.
kwamba usitarajie kwamba mikoa yote itapata mvua au eneo lote itapata mvua. Unaweza kukuta kwamba Ubungo mvua imenyesha, Tabata hakuna mvua, au umeenda Pwani, mkoa wa Pwani mvua inanyesha, Dar es Salaam hakuna mvua. Kwa hiyo huwa inatokea hali kama hiyo. Kwa tunaposema kwamba mvua zitanyesha katika maeneo machache, huwa tunamaanisha kwamba kuna baadhi ya maeneo mvua watapata mvua na kuna baadhi ya maeneo hawatopata mvua. Lakini pia mifumo ya hali ya hewa huwa inabadilika mara kwa mara. Yawezekana tukawa tumetoa utabiri, lakini kadri muda unavyozidi kwenda tukaona kuna mabadiliko katika mifumo ya hali ya hewa. Kile ambacho tulitarajia kwamba kitatokea huenda kikabadilika, kisitokee. Mamlaka ya hali ya hewa huwa tunajitahidi kutoa mrejesho kwa wananchi kwamba ile hali ambayo tulitarajia mwanzoni kwamba itakuwa hivi, kwa sasa kutokana na mabadiliko ya mifumo ya hali ya hewa tunatarajia kwamba ile hali huenda isitokee au ikachelewa kutokea. Sawa. Kwa huwa tunatoa hizo taarifa. Okay, mbali na huo mjumuisho ambao umetuambia katika kanda mbalimbali za utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hebu tukaangalie wateja ambao mmekuwa mkiwahudumia. Kuna sisi wananchi, kuna wizara hapo, kuna watu wa anga, kuna wasafirishaji baharini, kuna wavuvi, kuna watu wa kilimo. Kwa mtazamo kwa sasa hivi tunavyoelekea 2026 tumeianza, lakini tunaelekea mbele na kuna misimu ya mvua, lakini pia hapo katikati kuna kitu tunaambiwa mabadiliko ya hali ya hewa. Hebu kwa wavuvi katika utabiri ambao mmeutoa wiki hii, hebu tuambie kwa wavuvi nini ambacho wanatakiwa kuzingatia, kwa wasafirishaji wa anga, kwa wasafirishaji wa baharini, wakulima pia nini ambacho wanakitegemea katika kipindi hiki cha kuelekea labda miezi mitatu au mwezi mbele? Na ni kweli hali ya hewa na shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi kwamba zinategemeana. Wapo ambao wanaathirika na mabadiliko ya hali ya hewa ya kila siku kwenye shughuli zao, lakini wapo ambao wanaathirika labda na mabadiliko ya hali ya hewa kwa muda mrefu. Mathalan tukizungumzia wavuvi shughuli zao huwa zinabadilika kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa ya kila siku. Kwa yeye ni muhimu zaidi akapata utabiri wa kila siku, kwa maana kwamba anatakiwa ajue siku ya kesho upepo utakuwa ni wa namna gani, kwamba una kasi zaidi au ni wa wastani au uko hafifu kabisa. Kwa hiyo anaweza kujipanga kuweza kufanya shughuli zake za kila siku. Lakini pia kujua kwamba mvua kesho itakuwaje ili aweze kufanya shughuli zake kwa amani na kwa utulivu kabisa. Lakini kwa mtu wa kilimo, yeye kidogo shughuli zake huwa zinatarajiwa au kuathirika kulingana na kiwango cha mvua cha msimu mzima, lakini pia na mabadiliko ya hali ya hewa ndani ya msimu jinsi utakapokuwa unaenda. Kwa maana kwamba akishajua kwamba hali ya hewa ya msimu huu utakuwa labda mvua ni chini ya wastani, kwa maana yake atajipanga kulima mazao ambayo yanaendana na ule msimu, kwa maana yatastahimili upungufu wa mvua, lakini pia yatakuwa kwa kipindi kifupi. Lakini akishajua mabadiliko ya hali ya hewa kila siku au ya muda mfupi, maana yake anaweza kujipanga kipindi gani aweze kupalilia, kipindi gani atavuna, kipindi gani ataweka mbolea. Kwa kuna namna hiyo. Kwa maana yake tunatoa utabiri wa vipindi tofauti tofauti kulingana na mahitaji ya sekta mbalimbali za kiuchumi. Sawa. Kwa hiyo huwa tunafanya huo utaratibu. Mathalan kwa mkulima na mvuvi ambao shughuli zao mara nyingi ni za moja kwa moja direct. Tukizungumzia anga pamoja na nini ni wepesi kupata taarifa. Mmekuwa mkitumia TV, radio pamoja na magazeti na machapisho mbalimbali katika kutoa taarifa. Zinamfikiaje mkulima taarifa, lakini pia zinamfikiaje mvuvi taarifa za utabiri wa hali ya hewa? Mmekuwa mkitumia njia gani hasa katika kuwafikishia? Njia ambazo tunatumia kama hizo ambazo nimezitaja, lakini pia mamlaka ya hewa ina vituo vya hali ya hewa katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Sawa. Kwa hiyo pia wananchi wanaweza kwenda kwenye hivyo vituo wakaweza kupata hizo taarifa za hali ya hewa. Lakini pia kuna magrupu ya WhatsApp ambayo yameundwa. Kwa mwananchi au mtumiaji wa kawaida, ikiwa mkulima au ikiwa mvuvi, anaweza kupata taarifa za hali ya hewa kwenye hayo magrupu. Lakini pia tunajitahidi kwamba hizi taarifa mfano za msimu tukishazitoa, mara nyingi tunatuma kwenda sekta mbalimbali na wizara mbalimbali. Mojawapo ikiwa ni Wizara ya Kilimo. Kwa kwenye Wizara ya Kilimo wao kishapata utabiri, manake wao wana utafsiri na kutoa miongozo mbalimbali ambayo itawasaidia wakulima kuweza kufanya shughuli zao ipasavyo. Wakishatoa hii miongozo wanaweza kuzishusha chini kwa ngazi mbalimbali mpaka kuweza kufikia maafisa ugani ambao huwa wanadili na wananchi moja kwa moja. Kwa wanawaeleza kwamba utabiri utakuwa wa namna gani, lakini pia nini cha kufanya kulingana na kiasi cha mvua kinachotarajiwa katika msimu husika.
Wajibu wa mamlaka kwa mteja ni upi? Mamlaka ya hali ya hewa ni taasisi ya serikali ambayo imepewa majukumu mbalimbali. Mojawapo ni kudhibiti, kuratibu shughuli mbalimbali za hali ya hewa hapa nchini. Lakini pia kutoa tahadhari za hali mbaya ya hali ya hewa kwa wananchi ili kuweza kujikinga au kuwakinga na uharibifu wa mali zao, lakini pia na upotevu wa maisha. Lakini pia kushirikiana na taasisi mbalimbali katika masuala haya ya hali ya hewa, lakini pia kutoa utabiri wa kila siku ili kuweza kuwasaidia wananchi kuweza kupanga shughuli zao na kuweza kuleta tija na ufanisi katika majukumu yao ya kila siku. Kwa hiyo mamlaka ya hali ya hewa ina majukumu mbalimbali kulingana na taasisi tofauti. Na viwango vya huduma ambavyo mnavitoa vinakidhi matakwa ya wateja wenu? Kwa sasa unaweza kusema kwa kiasi kikubwa inakidhi au vinakidhi matakwa ya wateja, kwa maana kwamba upatikanaji wa taarifa zetu umekuwa ni rahisi zaidi ukilinganisha na miaka ya nyuma, lakini pia uelewa wa wananchi umeongezeka tofauti na kipindi cha nyuma, lakini ule ukaribu kati ya mamlaka na wananchi umekuwa ni mkubwa zaidi, hususan kupitia vyombo vya habari kama hivi. Na kingine ambacho naweza nikazungumzia ni kwamba kiwango cha usahihi kimekuwa ni cha hali ya juu kabisa. Sasa kimataifa au ile tunasema ni standard, mfano utabiri wa msimu, kiwango cha usahihi kinatakiwa angalau kiwe 70%. Kiwango cha usahihi kinatakiwa angalau 70%. Lakini kwa mamlaka ya hewa sasa hivi tunazungumzia 80% na kitu kuelekea 90. Kwa unaona kabisa kwamba tuko kwenye kiwango kizuri zaidi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tunakidhi matakwa. Hebu tuangalie madhara ya mabadiliko ya tabia nchi na utabiri wa hali ya hewa kwa wananchi. Mara nyingine wananchi wameona kama vipindi hivi vya msimu vya mvua vinapita, mvua inyeshi, lakini nyinyi mmekuwa mkiwa wajibu wa kutoa taarifa kwa wananchi. Hali hii inaweza inaathiri moja kwa moja maisha ya wananchi. Kwa mfano watu wa kilimo wanaathirika, watu wa baharini wanaathirika. Nyinyi kama mamlaka ya hali ya hewa mnafanya jitihada gani katika kuhakikisha haya mabadiliko yanaendana na hali halisi ya wananchi? Ni kweli kwamba tumeona kuna mabadiliko ya tabia nchi, na haya mabadiliko ya tabia nchi yana athari mbalimbali ikiwemo katika mifumo ya hali ya hewa. Tumeona kwamba kwa sasa kuna ongezeko la matukio ya hali mbaya ya hewa, ikiwemo vipindi vya mvua kubwa, lakini pia ikiwemo matukio ya upungufu wa mvua kwa maana ya ukame. Kwa namna moja au nyingine haya matukio yanakuwa na athari kwa wananchi. Kwa mamlaka ya hali ya hewa inajitahidi kufanya ule mchakato wa utabiri kwamba uwe kwa kiwango cha usahihi wa hali ya juu. Mathalani mwaka jana wakati tunatoa utabiri wa vuli, tuliwaelezea wananchi kwamba tunatarajia kwamba msimu huu mvua hazitakuwa nzuri. Na tuliona mwezi Oktoba mvua hazikuwa nzuri. Mwezi Novemba mvua hazikuwa nzuri. Lakini tuliwaambia kwamba tunatarajia ongezeko kidogo la mvua hususan mwezi Disemba. Na Mungu alijalia mwezi Disemba tulipata mvua angalau za kuridhisha. Ingawa pia tulipata matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo matukio ya mvua kubwa ambazo zilisababisha athari kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwa hiyo tunajitahidi kwa namna hiyo kwamba kuhakikisha utabiri ambao tunaotoa kwamba unaendana na hali halisi ili mwananchi aweze kujipanga au na kuchukua tahadhari pindi kunapokuwa na hali mbaya ya hewa. Bwana Ramadhani Omari, wakati mwingine tunaangaliaga taarifa za habari na mwisho taarifa za habari ndio tunaona utabiri wa hali ya hewa. Kuna vijana wengi hapo mtaani, kuna watoto zetu hapo mtaani wanatamani kupata mafunzo hata ya kujua hali ya hewa. Kwa mtu mwingine kwamba nyanda za juu kusini, sijui upepo utavuma hivi, haelewi. Lakini mmekuwa mkitoa mafunzo kwa jamii ya Watanzania ili kuweza kujua na wengine hata kusomea na kuwa professional kabisa kwa mambo haya ya utabiri wa hali ya hewa. Ni kweli, kwa maana kwamba mamlaka ya hali ya hewa licha kwamba tunatoa utabiri tu wa hali ya hewa, huduma mbalimbali za hali ya hewa, lakini pia tunatoa mafunzo kulingana na umri mbalimbali. Huwa tunatoa mafunzo kwenye shule, lakini pia kuna kuwaga na siku ya hali ya hewa duniani kwa maana tarehe 23 Machi, na hii siku inakuwa ni mahususi kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa sekta mbalimbali kuhusiana na masuala ya hali ya hewa. Huwa tunaalika shule kwenye vituo vyetu vya hali ya hewa, lakini pia tunatoa wataalamu kwenda kwenye vituo mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi mbalimbali. Lakini pia huwa tunakaribisha hata wanahabari kuja kuweza kujifunza kuhusiana na masuala ya hali ya hewa. Na nitakutolea mfano mdogo. Mara nyingi huwa tunapoandaa utabiri wetu wa msimu, kabla ule utabiri hatujaupeleka kwa wananchi, huwa kunakuwa na siku moja ambayo
tunajaribu kualika wanahabari, ingawa si wote wa Tanzania nzima, lakini baadhi ambao tunajaribu kuwaelewesha na kuwafundisha kuhusiana na masuala ya hali ya hewa na kuhusiana pia na ule msimu husika, ili waweze kuwa kama vile mabalozi wetu kwenda kwa wananchi kuweza kuelezea na kuwafundisha kuhusiana na masuala ya hali ya hewa. Mtazamaji, unatazama kipindi cha Hali Halisi. Leo niko na Ramadhani Omari, ni mchambuzi wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA. Tukijaribu kuzungumza kuhusiana na hali ya hewa na mifumo ya hali ya hewa na kuangalia wateja ambao ni sisi, wizara, sehemu mbalimbali ambazo huwa wanatoa huduma hizi. Tumezungumza mengi mpaka hivi sasa katika utabiri huu wa hali ya hewa ana mwenzangu Omari. Lakini nataka nifahamu jingine la ziada. Mmekuwa mkianzisha clubs za wanafunzi? Klabu zipo za wanafunzi na huwa tunashirikiana na baadhi ya taasisi ili kuweza kuziendeleza hizo taasisi. Hizo club. Mwanzoni tulizungumzia mifumo ya upataji wa taarifa kwa wananchi. Lakini mna takriban vituo 23 kwa Tanzania bara na pamoja na Zanzibar. Kwa yule ambaye anahitaji kufika kwenye kituo cha Mamlaka ya Hali ya Hewa na kupata taarifa sahihi, sijajua tu katika mikoa, unaweza kutuambia katika mikoa ambayo inapatikana, kwa yule ambaye anatamani kufika pale na kukutana na mtaalamu, yeye mwenyewe akamsikia mtaalamu akimwambia tofauti na kama mnavyochukua kama maafisa ugani mmesema kama hivyo, fursa hizo zipo za wananchi kuwafikia? Ni kweli, milango iko wazi kila siku, na bahati nzuri vituo vyetu vingi vinafanya kazi masaa 24. Haijalishi ni sikukuu, haijalishi ni mapumziko, kwa utakuta kufanya kazi ipo pale. Na kingine kama walivyosema kwamba tuna njia mbalimbali za kuweza kutufikia, moja wapo ikiwa ni hiyo kwenda kwenye vituo vyetu, lakini pia kuna nambari za simu, watu pia wanaweza kupiga namba za simu, lakini pia kuna email, kwa maana address ile mtu anaweza kaandika ujumbe wake kupitia ile email kuweza kujua nini kuweza kuomba kile anachokihitaji. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali za kuweza kutufikia na milango iko wazi kabisa. Tumeshuhudia miaka ya hivi karibuni wenzetu wa Msumbiji, Komoro na maeneo mengine wakisumbuliwa sana na matukio ya baharini, tsunami na vitu kama hivyo. Tanzania tumekuwa na bahati na wala tuombei yatokee hayo kwa sababu yanaleta madhara makubwa. Na nyinyi ni watabiri wa hali ya hewa, mara nyingine mmekuwa pia mkitoa tahadhari hata kwa wenzetu ambao wakiwapata. Kwa utaalamu zaidi, kwetu Tanzania nini ambacho kinatuepusha na hayo, labda kwa wakati mwingine? Manake si ya kuyaombea haya. Ni kweli tunashukuru Mungu kwamba kijiografia sehemu ambayo tupo kwa namna moja au nyingine inatuepusha na yale madhara ambayo huwa yanatokea baharini. Ninapozungumzia madhara ambayo yanatokea baharini, ninazungumzia vimbunga. Sasa hivi vimbunga mara nyingi kadri unavyokaribia kuja kwenye equator huwa vinapungua nguvu. Au tuseme ile mifumo ambayo inasababisha vimbunga viongezeke nguvu, huku kidogo ukiwa unakaribia equator kidogo hiyo hali haipo. Ndio bahati ambayo tumeipata. Kwa maana licha kwamba tutakuwa na matishio vitakuja hikadi vinavyopanda kuja kaskazini, basi kidogo vinapungua nguvu. Kwa tunashukuru katika hilo. Lakini si kwamba hatupati madhara yale ya moja kwa moja, hatuyapati, lakini kuna muda mwingine tunapata madhara kupitia mifumo yetu ya hali ya hewa. Kwa maana nayo huwa inaathirika. Muda mwingine unaweza kukuta kuna ongezeko la mvua kutokana na vimbunga ambavyo huwa vinajitokeza kule baharini. Au muda mwingine kunakuwa na upungufu wa mvua kutokana na sehemu au mahala kile kimbunga kilipojitengeneza, kwamba kina hold au kinazuia baadhi ya mifumo ya mvua kuweza kusogea katika maeneo yetu. Kwa madhara tunapata, lakini tunashukuru kwamba hatujawahi kupata madhara ya moja kwa moja kutokana na vimbunga. Ukitoka kwenye vimbunga vya baharini, hivi vya nchi kavu huwa navyo pia mnavitolea taarifa? Kunapokuwa na dhoruba au kunapokuwa na upepo mkali, basi huwa tunatoa hizo tahadhari. Tuipongeze serikali kwanza kwa kuweza kuboresha mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania. Nakumbuka back in the day, miaka ya nyuma, nakumbuka kulikuwa napita ndege ndogo inazunguka kwa ajili ya utabiri wa hewa. Siku hizi naona mnatumia vifaa ambavyo super kabisa. Ni kweli. Kwa sasa tunashukuru Mungu
Umetaja kwamba tuna vituo hivyo, lakini natumaini kwamba vituo viko zaidi ya hivyo, kwa maana tumeongezewa vituo ambavyo vinajiendesha wenyewe, automatic weather station, kwamba viko vya kutosha, na tunatarajia kwamba huenda vitaongezeka zaidi. Lakini pia tuna rada za hali ya hewa kwa sasa ambazo zinazofanya kazi ni 5, lakini natumaini kwamba zitaongezeka na kufikia 7, kwa maana kuna rada ambayo iko Dar es Salaam, kuna rada iko Mwanza, kuna rada iko Mtwara, kuna rada iko Kigoma, na kuna rada iko Songwe. Hizo ambazo tayari zipo. Lakini matarajio kuna rada ambayo itakuwepo katikati mwa nchi yetu, lakini na rada ambayo itakuwepo maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, kwa maana mikoa ya Arusha na Kilimanjaro. Kwa hizi rada zote zikamilika, maana yake tutakuwa tuna uwezo wa kuangaza Tanzania nzima pamoja na nchi ambazo zinatuzunguka. Kwa uwekezaji umefanya mkubwa, tunashukuru kwa serikali katika hilo, na inaendelea kuwekeza, lakini si katika vifaa tu peke yake, lakini hata kwa rasilimali watu. Kwa maana wataalamu wengi sasa hizi wanapelekwa kwenda shule kusoma, na wakisha soma akirudi wanaleta ule utaalamu wao. Ule utaalamu wao ndio unasaidia katika kuboresha utabiri wetu, na hivyo kuwa na usahihi mkubwa zaidi. Kuna nchi za jirani ambazo tunazihudumia katika utabiri wa hali ya hewa, na ziko ngapi? Zipo baadhi ya nchi ambazo huwa tunazisaidia, hususan katika baadhi ya shughuli za hali ya hewa, si zote, lakini baadhi ya shughuli za hali ya hewa, ikiwemo hizi nchi ambazo ziko huku mathalan Burundi, kwa huwa tunazisaidia. Na kusaidia si lazima kwamba tukaa tunawatolea tule utabiri, hapana. Muda mwingine kwenye mafunzo kuwajengia uwezo wa wataalamu wao, ili nao wao waweze pia kutoa utabiri ambao sisi tunaweza kuutoa. Kwa hiyo kazi huwa inafanyika. Zipo baadhi ya nchi zinaleta wataalamu wao hapa, wanakuja kujifunza, lakini muda mwingine tunapata mialiko, tunatoa wataalamu wetu hapa kwenda kwenye hizo baadhi ya nchi na kuweza kuwafundisha katika masuala mbalimbali ya hali ya hewa. Unaitazama wapi mamlaka ya hali ya hewa 2050 katika dira ya taifa? Natumaini tutakuwa tuko pazuri, kwa sababu tunajitahidi kwamba tuwe kituo ambacho kinatoa, yani kituo cha ubora katika masuala ya hali ya hewa, kwamba tunatarajia kwamba hiyo hali tutaifikia. Kwa hiyo na kingine, serikali inapoendeleza huu uwekezaji wake, basi wananchi watarajie kwamba mambo yatakuwa ni mazuri zaidi, na watakuwa wanapata utabiri ambao una uhakika zaidi. Kwa hiyo kwenye shughuli zao watakuwa wanaweza kujipanga mapema zaidi nini cha kufanya kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa, au kulingana na utabiri ambao huwa tutakuwa tunautoa kwa kipindi hicho. Kwa kuweza kuhitimisha kipindi hiki cha hali halisi siku ya leo, kutoka kwa Ramadhani Omari, mtabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, una neno gani la kuambia Watanzania kuhusu kufuatilia utabiri wa hali ya hewa, kwa sababu ndio mwanga wa kila jambo kwa nchi yetu, kwa mimi ninavyotazama, kwa sababu utabiri wa hali ya hewa unakupa kila kitu ambacho unakihitaji. Kwa mfano, nikizungumzia kwa wakulima, bila shaka mamlaka iwe ndo rafiki kabla hata hajaanza kwenda kulima. Mamlaka ya hali ya hewa iwe ndo rafiki yake wa kumpa hali ya hewa ikoje. Nikimtazama mvuvi, mamlaka ya hali ya hewa ndio sehemu muhimu kwake yeye kabla hata hajaingia baharini, sababu kuna dhoruba kule, kama ulivyosema, kuna vimbunga kule, kuna upepo ambao unaweza ukafanya maisha yake akaondoka kwa sekunde moja tu. Pia mimi ni mteja wa mamlaka ya hali ya hewa, napotoka nyumbani bila kujua hali ya hewa, lakini nimefika katikati ya safari yangu nimekutana na mvua kubwa, kwangu itakuwa ni yani kama sikujua inaweza kuwa nikailaumu kwa nini mamlaka ya hali ya hewa hajaniambia kitu, wakati nilikuwa ni wajibu wangu mimi kujua utabiri wa hali ya hewa. Hawa wote unawajumlisha na kuambia ujumbe gani? Tulikuwa tunaanza mwaka 2026 kwenda mwaka 2027 kuhusu umuhimu wa mamlaka ya hali ya hewa, kujua utabiri wa hali ya hewa na shughuli zao ambazo zinategemea mamlaka ya hali ya hewa. Nachotaka kuwaambia wananchi kijumla ni kwamba mamlaka ya hali ya hewa ni chombo cha serikali, na kimeundwa kikiwa na dhumuni la kutaka kutoa huduma za hali ya hewa ambazo zitawasaidia wananchi katika shughuli zao za kila siku, lakini pia zitawasaidia katika kujilinda na majanga ya hali ya hewa ili kuweza kuepuka na madhara ambayo yanaweza kujitokea, ikiwemo vifo pamoja na uharibifu wa mali zao. Sasa wananchi watuamini, hilo la kwanza, lakini pia wananchi waendelee kufuatilia hizi taarifa na kuziamini hizi taarifa ambazo tunazitoa, kwa maana kwamba kiwango cha usahihi wa hizi taarifa tunazozitoa ni kikubwa sana. Wanapopuuzia, maana yake kwamba wanahatarisha shughuli zao, wanahatarisha maisha yao.
Sasa nilitolea mifano huko nyuma kwamba kulikuwa kuna tabiri ambazo tumezitoa, wapo ambao walipuuzia, lakini baadaye mambo yakatokea yakaharibika, wakaanza kulalamika na kwa kusema mamlaka alisema, lakini muda ulikuwa umeshapita. Kwa hiyo ni vyema wakawa wanatufuatilia hizi taarifa, na taarifa tunazitoa ni nyingi, kwa maana tuna utabiri wa kila siku, tuna utabiri wa siku 5, tuna utabiri wa siku 10, tuna utabiri wa mwezi na tuna utabiri wa msimu. Lakini pia tuna utabiri wa tahadhari za hali mbaya ya hewa. Hivyo ni vyema wananchi wakawa wanazifuatilia hizi taarifa zote na kuweza kufanya maamuzi na kuweza kuchukua hatua stahiki kulingana na taarifa ambazo tunazozitoa. Endapo kutakuwa na maoni, kutakuwa kuna maswali, ni vyema wakatufikia ili kuweza kutuambia. Endapo kutakuwa na changamoto, ni vyema pia wakatuambia. Kwa sababu nia na madhumuni ni kuweza kuboresha hizi huduma ambazo tunazitoa ili ziwe na tija katika shughuli zetu za kila siku. Mimi nikushukuru sana Ramadhani Omari, mtabiri au mchambuzi wa masuala ya hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMA, kwa kuweza kufika kwenye kipindi chetu cha Hali Halisi, na tunakukaribisha tena pale ambapo utapahitaji. Asante sana. Mtazamaji, kufikia hapa sina la ziada katika kipindi hiki cha Hali Halisi kutoka hapa Tumaini TV. Jina langu naitwa Jumanne Shaban Juma. Leo tulikuwa na Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania. Bila shaka umejifunza mengi kutoka kwake na utaendelea kujifunza mengi. Mimi na wewe ni wateja wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mpaka wiki lijalo, nakusihi endelea kutazama Tumaini TV. Asante.